washikaji. Kuna miogo nimeipata katika shamba la mzee fulani hivi mwanangu. Nikavu mibichi. Mibichi mwanangu, si hela hiyo. Sawa, lakini ujue hiyo miogo ya biashara. Lakini hapa leo mchongo wa donei mchana akufamike tunafanyaje? Mandingo ndo kontao mwenyewe anaelewa mchongo mzima wewe hapo. Tuta. Zamu yako leo juu ndio janja. Sawa. Wewe sikiliza. Wewe ndo usimamia show ya leo. Hata tupiga jelo kuna nini kwani? Tau jelo wapi? Kwa hivyo. Vijana, habari zenu? Fresh. Safi tu. Basi wanangu watakuitikia hali na kwa mtihani. Shikamoo basi. Kwa hiyo umeridhika na maisha sasa, umetulia bali kijiweni. Mzee uende, mbona ungeasana? Acha kututulia mzee, kama vipi wewe tembea. Sawa, ongeleni. Oya, mbona alichofanya mzee? Ujue mzee wanangu atotetea kadisi hizo huyu. Oya, sikizeni niwaambie, huyu mzee mchawi tokea kitambo. Nadhani hamna mtu ambaye mtu amjui yule mzee. Ujue sikilizeni. Na vipi? Au mnasemaje? Kweli. Hapo unajua nini? Wazee kama hawa hawatakiwi kuishi katika kijiji hicho, wanafikisha nyuma. Si viti yani. Vipi huyo? Wewe mani vipi wewe nduta wote mnaelewa na maana wote mnajua nyinyi. Yule si mnajua mazingira ndo vile. Hata ndio pia nyinyi mwanangu naye anataka utoto. Wewe sikiza nikwambie. Sasa kama swala kama hilo, wewe mtoto unamhamisha na bado sisi tunafanya mambo yetu. Hilo fresh yani. Yaani kama hivyo ndo test yani. Mimi naenda kumchomoa dogo janja natoka naye, nyinyi mnafanya mazingira. Wewe mtoto shangazi yangu, amini wewe mambo yako ndanganya hata sitaki. Mimi na sisi nimekasirika ile siku. Niliam. Rafiki yangu wa kiume. Kiasi kunisamee mimi ndo kawaida yako ukikosea. Unajua mimi naelewa kila kitu na mimi mkubwa unavyoniona hivi. Sasa wewe mambo yako unayofanya hayo. Usije ukaniponza. Unajua babako mkali. Sasa nikwambie kama unampenda yule mwanaume, mwambie akuoe. Sijui unanielewa? Kila siku wewe unanikimbiaga. Na leo kimbia. Kimbia! Sikiza nikwambie mtoto. Tena wewe mtoto wewe ukome kukutana na mwanangu, umesikia? Tena hii ndo kauli ya mwisho na kuonya wewe mtoto. Sitaki mwanangu mfundishe mambo machafu, umesikia? Hey. Unampenda kweli mwanangu? Hivyo ngoma unampenda kwa upajui? Au yeye kwa haja kuelekeza?
Sikiliza nikwambie sasa. Kama unamtaka mwanangu, nitakuona. Sawa? Yaani sio kukufuata hapa, tunataka nije mpaka kwenu. Amini tunachokwambia. Tunajua hizo gani? Kwa siku zetu. Mama kaniona kanipata mimi kurupu. Afu sasa Subiri. Mimi sio kwamba nimekimbia nimeogopa mama yako. Siku zote mimi mkojo uko kwenye bana tu. wewe umeanza kujaza kweli muongo. Haki ya Mungu tena nakwambia mkojo tu ndio ulinibana ndio mpaka tena sijakimbia nilikuwa nimeishia pale kati. Mimi nakusaidia kupima. Moto yako baba.
Oya, Oya, vipi? Mbona kama hivyo Oya. Kitu tikitiki. Oyo fresh. Yaani safi na salama. Mimi nasemaje, nimefurahika sana huyu mzee kuondoka unajua. Yaani maana yake, yaani vijana hapa lazima tutabadilika ni katika mji huu. Sana. Kwanza mazao tutavuna, mahindi atakubali, maboga kila kitu. Na mambo yetu yatanyoka tu. Hata kwenye mpango tunaenda tukasike. Mbona swala dogo tu jambo la kuweka kwenye shimo? Sekunde. Hata mimi nilipofika hapa nimekuta hii miili tu miwili. Mtoto wao sikumkuta. Hata hivi hawa ndio walionisaidia. Nashangaa kwamba mimi mpo mnasema nataka nakutembelea shambani kule. Hivi tutaishi vipi sasa? Mimi nachoka bwana, muda mwingine kila siku shamba tu. Au wenyewe hapo kwamba masuala ya shamba mtachimba mpaka wanyanyuke hapa. Dada, sasa tuendaki shamba mundani. Uko shamba kwenda mpaka mseme maneno ndio mnanyanyuka. Labda lecho. Lakini shemeji, siku moja tukipumzika sio mbaya kwa sababu siku zingine huwa tunaenda shamba. Kaka Semili. Hivyo. Karibu. Karibu. Sasa hivi hadi. Karibu kae. Karibu. Kwema. Naam. Njema. Ndio unakutoka. Huko sana. Karibu sana. Ya. Tunamshukuru Mungu tunaendelea.
kufanya kazi ya uwezo wetu, ila tuliwaisha haraka kutokana na maisha kuharibika sana. Ndio maana tukae kufanya maziki mradi tuende sana. Kwa hiyo pole sana kwa hayo, na sisi kwa jumla tunaomba usamehe kama tumekosea, lakini kwa sheria ya kidini ndio nasema hivyo. Mtu kisharibika atapewa ishu sana haraka sana. Utamliza hadi nyingi sana. Tumejitahidi kumnyamazisha kadri ya uwezo wetu. Alafu na wewe ni mtoto wa kiume. Haya ndio nilikuwa nayakataa. Naona kana kabla kazi. Kwa hiyo najitahidi ukaze moyo na William ataendelea kukaa hapa. Babangu mimi akakwambia mchawi, wakati babangu ameleta kwa mdogo. Kamlea dadangu. Yoni mwache haitoi. Mimi nishampokea. Na nishakubali kuishi naye kama wadogo zangu wengine. Hata ukimwacha hapa itakuwa ni sawa tu. Sawa. Unaenda kumchukua. Lakini tambua kwamba ukienda huko usije ukatusahau. Miriam tulimpenda sana. Na tulikuwa tunaendelea kuishi naye vizuri. Lakini matatizo tu hapa na pale yalotokea. Isifikie sisi tukaja kutengana. Inaniuma sana hata mimi. Lakini nashindwa nifanyaje. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ndo amefanya maamuzi yake. Ndio sawa. Nimepita. Dada. Naomba mwambie Miriam ajiandae. Baba, unajua kana. Kaka. Hii ndio zangu ndo wachaitu mjuu. Hapana. Unajua kwamba wamesema tu watu kuwafikiria vibaya. Hawakuwa sawa.
kidogo. Yeah. Kutokana na matatizo yanayotokea hapa kijijini, kaka ameona ni bora tuende tukaishi wote mjini. Tunatokea kakangu amekosa imani kabisa na kijiji hichi. Hata mimi mwenyewe pia sina imani. Omba basi usinisahau kipindi tukapenda mjini. Sijali mimi, sitakusahau. Ila nawe cha kuzingatia tu, jichunge. Mimi nipo special kwa ajili yako. Na dhamira yangu nahitaji mpaka nitekeleze. Nahitaji mke wangu. Sawa, hilo fungu halina tatizo. Tuondoke. Karibu. Karibu. Kwa salama. Bora umweke chumba kiasi kesho sitaongea. Karibu. Karibu nyama. Karibu. Oh. Unakula? Haya, wapi maana usiku sasa hivi kwa nyumbani kwa sasa hivi tunakuzana kombe. Kesho.
Hey, wewe. Nakuja. Kinachokulaza mpaka saizi nini? Nini? Kinachokulaza mpaka saizi kitu gani? Unajua nje kuna kazi? Sasa basi nje kuna vyombo, kuna nguo. Nahitaji kufanya usafi. Upo Vipi? Mbona mnapa sasa? Mzigo wako. Fanya kazi msaidie yako basi. Sawa. Hivyo mwanamke una nini wewe? Kila siku kuanga kutakusaidia nini? Mwangalie unajua nimekuchoka tabia zako. Kazi kuangia wenzio tu. Hata siku kakangu alifuata nini hapo? Mwangalie swala lake lilivyo libaya. Na utakufa kafiri wewe. Sawa. Jasmine. Tunyoshee. Miriam. Hebu niende kulingana na
Ini udah pertanyaan saya. Asa chini ni mume wangu Johnny. Unauliza mimi? Unaniuliza nini? Sasa kwa nini muuliza nani kati ndio umenipa? Hivyo mke wangu. Unataka naonekana vipi mbele za watu? Unataka naonekana vipi? Naonekana vipi mbele za watu? Unataka kunizalilisha? Unataka kunizalilisha? Bada katika unaelekea utakatika gani hayo? Hivi. Sasa mimi najua wapi? Mimi najua wapi swala haya mpaka uniulize mimi. Nimetoka kwenye mfuko wangu hii. Sasa mimi unaniuliza mimi nimeingia kwenye mfuko saa ngapi? Hivi mume wangu vitu kama hivi kwani mimi ninaweza kuvitoa wapi? Tuna mwaka ngapi mimi na wewe? Leo hii ndio nikiweka kitu kama hicho kwenye mfuko wako? Kweli? Amba wangu angaliaga kwanza wewe mwenyewe. Unajua toka ingia ndugu yako ndani kuna mambo ya ajabu. Hatari, lakini salama. Nini hichi? Ngoja. Hiki nini? Chalani hicho. Sijui. Wewe hujui. Huyu hajui. Ni nani? Hivi mdogo wangu Miriam. Yaani ina maana umetoka kuona kijijini baada ya kuja unakuja hiyo ndio elimu unakuja nayo. Kaka mimi sikijui hichi, mimi sijakiweka kakaangu. Kwa nini nisifanye hivi tokea zamani ile kufanya sasa hivi kweli? Kaka mimi sijaweka mimi kaka. Mimi hata sikijui hichi kidendo kwanza nakiona hapa. Ndani? Huyo mume wangu mdogo wako. Sio mimi. Kwanza nina shida nayo. Kwenye begi lake unaweza kuna vitu kaja navyo kutoka kijijini. Alete hapa tuangalie. Hebu kata begi. Ngoja. Sikuamini. Huko. Sasa nini? Sijui muulize ndugu yako. Makubwa mwaka huu. Katunguliaga naonaga kwenye TV tu. Umekaleta ndani? Kaka mimi sijakiweka hiko. Mimi ndio kwanza nakiona mimi sijakiweka hiko kaka. Umeleta huko ndani? Kaka mimi sijakiweka kia Mungu mimi mwenyewe ndio kwanza nakiona. Cha mjomba wako, cha shangazi yako, cha nani sijui. Mama hapa amekushinda. Kaka mimi nitaenda. Amekushinda ndugu yangu. Kaka mimi mgeni hapa mjini, mimi nitaenda wapi kaka? Amekushinda. Sifa zote si mnapaa nyinyi, nasikia mnapaa. Rudi ulipotoka. Sawa? Hapa. Haiwezekani, yani mimi nakaa nakula kwa starehe.
na kuchukua wewe ujiongeze maisha hapa, unatoka huko. Ina maana sasa kumbe wewe ulikosokoswa. Yaani baba na mama waliwahi wewe ndio maana yani Lakini kwa siku utanikumbuka. nenda nikukumbuke. Wewe nenda bwana. Mke wangu naenda kukwambia. Huyu bwana wewe kimkuta hapa nyumbani sitaki kumuona. Yaani asikae hata mwisho uwanja wa nyumba hii. Mazalo umejionea mwenyewe tu. Namtimua kama mbwa. Sitaki. Huko. Maneno nangu vipi tena? Dula amepotea tangia jana asubuhi. Amepotea? Wapi? Kwa shamba la Mzambikitu. Mzambikitu huyo. Bwana kapotea lini Dula? Sema nini wanao? Sote. Mwendo ni ule ule. Sawa. Mwendo ni ule ule. Kata mti panda mti. Wao wanapoteza si vijana na sisi tunawapoteza. Sawa. Saada gani dada yangu? Niko na shida na nauli. Nauli ya kwenda wapi dada yangu? Kuna mkoa hivi naenda. Nimekosa kabisa nauli. Nimepitia changamoto kwa kwangu. Kama shilingi ngapi labda? 15,000. Sasa dada yangu naambia na ujumbe wako ulivyo yani, bado umetokea huko hadi ufika hadi hapa yani. Sasa 15 umekosa yani. Naamini vipi sisi kama ni hivyo yani. Pole kaka, mimi siwezi kudanganya. Kuna matatizo kakaangu. Poa, wewe wanangu. Bila mtaani kwanza huyu. Hapa mmoja. Nikampeleka kwanza afu ndio sasa hivi basi. Poa poa. Ya. Kusaidia dango kama ndio hivyo, acha mimi niende. Tena sehemu nyingine utapata kama hivyo, hadi na wewe utapata usijali. Kwa hivyo kilichokuleta kitu gani? Na kuuliza kilichokuleta kitu gani? Mimi nisamehe, nikusamehe kwa lipi? Wewe hivi unajua wewe? Muangalie kwanza miguu ilipomchomoka kakuadi kapoa tenda kutangaza dini. Wifi yako nani? Wewe unaifi kama mimi wewe? Na kuuliza unaifi kama mimi? Wewe usishike unanichafua wewe. Wewe vipi? Muangalie kwanza aliponyoka kakuwa alokosa kwao. Nenda huko ulikotoka. Sina muda wa kufuata mtu kama wewe.
Asa mimi ndo kuweka duniani kwa nini utaenda wapi? Haya. Hivi mdogo wangu Miriam, nikupende vipi? Nikupendeje mdogo wangu? Wewe unakwenda kuchukua matakataka kwenye nguo yangu kunitilia ndani. Ni nani sasa? Ina maana mke wangu ni mchawi? Toka! Toka! Pesa ngapi? Ndio kwanza hivi anaingia na mwana kunyunyuana dogo yake dogo nyunyuana hata eleweka alipotoka wala. Nimekwambia sitaki kumuona. Sasa mbona unafanya kazi yako ndugu yake nitamfanyaje? Mimi sipendi huo. Naam. Kama nakufananisha hivi. Nani mimi? Kweli? Unakumbuka kuna siku moja hivi nilikuwa nimebeba begi hivi, kuna mtaa alikuwa nimepita, nilikuwa nimekaa tatu. Shokumbuka niambie dada. Safi. Vipi? Sasa. Nilikuwa na shida. Na yule kaka mwingine ambaye niliondoka naye. Yaani nimemtafuta kweli. Sasa kama bahati nikutana na wewe hapa. Yule kwa mtaani yule. Na shida naye kweli, sio nampataje. Bora utana naye sasa. Ikiwezekana hata sasa hivi. Sana mama yangu kupeleke basi. Vipi kama kawaida? Fresh bwana mgeni wako. Mambo wema. Na siku nyingi. Salama japo sio sana. Kwa kivipi yani sio leo? Mimi kuna taarifa nimekupatia. Zipi tena? Ile siku tumekutana. Na sio umeniacha usiku. Tujamaliza siku moja na yangu. Tuna mara moja dakika mbili tu ujazotoa ingia vipi? Kwani alikwambia leo ungesema unaingia mara mbili? Hapana. Ambaye kama iko dadangu, nileta vitu vizuri ambavyo mniletea. Kama ni hivi basi naomba tu uende kwa sababu nimekosa watu wa kuambia au mpaka nikufuate wewe. Sijajua na maana gani unaambia hivyo. Kama ni hivyo basi wewe nenda endelea safari yako. Bado hujafika basi. Utafika dadangu. Mungu ni mkubwa sana. Unauma? Sio kawaida yako, nimezoea kukuona ukiwa na furaha. Imekuwaje leo? Mbona una amani? Nilipata amenikataa. Kwani umekuwa naye kwa muda gani? Na ulimkuta katika mazingira gani? Nilikuwa na njaa hiyo siku. Nikaenda kwenye kiwanda wanachouza chips na kukutana na huyo mtu. Nilitumia udhaifu
kabisa kwao ni wapi? Pole sana. Lakini sasa binti yangu, katika mazingira hayo mimi nilikupokea nikijua kwamba huna mahali pa kuishi na nikakubali kuishi na wewe. Lakini nilikubali kuishi na wewe kama wewe, sio wewe na mimba yako. Sasa kukulea wewe na mimba yako siwezi. Nilikuwa tayari kusaidia binti yangu, lakini katika hili nisiwe mnafiki. Sitaweza kulea wewe na mimba yako. Wewe kama wewe ulivyo ningeweza kukaa na wewe, lakini wewe na ujauzito sitaweza. Kama mwenye mimba angekubali labda ungeweza kusaidia, lakini kulea mimi peke yangu mimba ambayo si yangu siwezi. Utanisamehe. Ni kweli, lakini sasa uwezo wangu wa kukaa ni kukaa na wewe kama ulivyo, lakini sio wewe na mtoto wako. Lakini Mungu atakusaidia, usikate tamaa. Usikate tamaa, Mungu atakusaidia, utapata mahali pa kukaa. Lakini kwa sasa mimi sitaweza kwa sababu ya hilo tatizo. Pole. Habari? Safi. Mzima wewe? Mzima tu za hapa. Kwema kabisa. Sasa huko kutoka hapo? Salama tuki hapa. Huku wazima kabisa, tunapambana tuko bwana. Naona leo umetukumbuka kijijini kwetu. Bwana. Kwema lakini? Kwema tu. Maana ulitususa kweli ndugu yangu. Lakini kwema kabisa. Kwema. Umetususa. Pole. Kaka jambo. Jambo. Naona sasa hivi unawili kishafu mimi nimetoka. Wewe bwana. Bye baadaye. Bye. Miogo tu, jana kwa kubadilisha hata chakula. Mimi nimechoka bwana miogo bwana. Haya ndio maisha yetu ndugu yangu. Na fosi maisha mazuri utapata wapi? So hivyo Dafeti kila siku. Yaani bora hata Damoza angekuwa siku moja tu tunapika ubwabwa, lakini miogo yenyewe migumu hata hivi. Ni hata siwezi. Rizika na maisha yako ndugu yangu, usifosi maisha mazuri.
Yaani walai mimi nakwambia ni siku nikija kupata nauli. Yaani mimi naombea Damoza naenda mjini. Na akikataa tu mimi natoroka. Kwa nani kwa mjini? Si mjini ukifika popote pale. Mbona wengi wanaenda mjini huko wana ndugu? Unapotea ndugu yangu. Wao wenyewe wa mjini wanatamani waje hapa kijijini. Wewe uko mjini unaenda kwa nini? Ndio hivyo. Bora nitoroke niende zangu mjini. Miriam. Yaani kazini kwa Wazima. Si wazima. Niko mjini lakini sikuna kazi maana ni inatamani niende mjini. Acha naweza story bwana. Ona nani dada Mazo yuko wapi? Mazo kaenda zake shamba kana kutakorosha. Yule tena si unamjua mambo yake. Kalima wewe. Anakuta korosho mara analima miogo. Kama kawaida yake. Kuna mikono yako kupana bila hata sisi tunafanyaga kazi. Kuna miguu mtu. Damazo anarudi. Damazo. Mili. Na siku. Safi kwema. Kwema, shikamoo. Mahaba mzima. Mzima. Na safari. Salama tu. Vipi uko nakotoka kwema? Kwema. Damazo si unaona jinsi alivyopendeza. Yaani kazi ilikuwa tofauti na kipindi kile alivyoondoka. Huyu naye huyu. Una watoto wanamsumbua. Sasa nimefika hapo sasa ndio hizo hizo. Karibu kae Damazo. Mimi. Njoo kwanza ndani tuongee. Toto. Acha mambo yako bwana. Ukikaa kijiweni mara kuzungumzia Miriam mtoto waiti mwenyewe kuzungumzia uishi maneno. Mtoto gani? Si huyu Mariamu. Miriam huyo. Miriam karudi. Karudi. Sasa mambo yako bwana. Isa Mariam hawezi kurudi bila kuniambia mimi bwana. Mimi sio mjinga namuona, nimemuona jana. Karudi. Mimi nimemuona ndio. Kweli. Kwa macho yangu mawili. Toka! Toka! Si uende. Pole sana. Pole ndugu wangu. Sina pa kukimbilia dadangu. Naenda msaada wa mwisho kwangu. Nakuja kwako, naomba nipokee ndugu wako. Maisha yangu yameyumba mno. Pole ndugu wangu. Sijali ndugu wangu. Mimi nakupokea na naahidi kukusaidia. Nashukuru. Sina msaada mwingine zaidi yako. Naomba nikimbilie hapa. Karibu ndugu wangu. Nakusaidia. Hai.
utaishi hapa. Sawa mimi. Muombe Mungu atupe wepesi. Ila namlaumu sana kaka yako kwa hatua alofikia. We Dafeti, tuondoka saa ngapi bwana? Mimi njaa inaniuma. Ndio maana mimi nasema ni maisha kijijini hata siyawezi bora niende. Shauri yako mtoto wa kike. Karibu. Kama kawa. Naona uko kwenye ubora wako. Kama kawaida. Au si? Yaani ile? Kama kawa. Sema nini rafiki yangu? Nasikia mimi nikarudi. Asa mbona unaanza kunishika? Karudi. Nilijua tu kaja hapa kwa sababu ya Miriam. Siku zote hizo nyumbani hauji wala utufuati. Leo hii Miriam kaja unakuja huko. Saidia kitu kimoja rafiki yangu. Kweli tena. Basi sijali basi. Basi acha nikusaidia kulima nini leo? Poa. Dakika 2 nakusubiri sasa. Poa. Elewa mwe. Wewe nao unakubali kwenda tu. Mkono mtupu wa ulambwi. Wewe Miriam. Jo. Sasa hivi tena mimi nahitaji tusishi kama zamani. Kikubwa zaidi nahitaji mke wangu. Haya. Vipi mbona uko na umechange? Mbona nakueleza swala la kheri na afu unakopa kunja uso? Kama nini sasa? Semaje? Mimi nilijua tu. Yaani sasa hivi kutokana na ushenda mjini nini ushapata na niliu mashalobalo sijui kina nani, kwa hiyo mimi sasa hivi mmoja kuniletea na niliu au sio? Hivi Mariam,
Kwa nini unakopo hivyo Mariam? Hivi kweli una akili wewe Mariam wewe? Mimi sio hivyo. Sio hivyo kumbe nini sasa? Usinilaumu sana. Sio nisikulaumu rafiki yangu. Mimi naona natambua tukopo tumepanga nini na nini na nini. Au kwa sababu mimi maskini? Wewe hujui tu. Sijui nini? Mimi mjamzito. Maya. Kwa hiyo Mariam umeona haitoshi yani usio. Umefanya mambo yako yote hujaona hujaridhika. Mpaka unabeba ujauzito rafiki yangu. Mariam hivi unakopa na akili gani Mariam wewe? Kwa nini unakopa unashinda hata kujisikilia Mariam? Tambua mimi na wewe tumepanga mangapi? Tumeongea mangapi Mariam mpaka unaenda kufanya uchafu kama huo? Nikusamee kwa hili siwezi. Siwezi Mariam kukusamee kwa hili. Utanibebeaje ujauzito na unakuja huko kijijini? Sio hata ungebaki huko mjini. Umepewa umeokota. Cha mjomba wako, cha shangazi yako, cha nani sijui. Mama. Amekushinda ndugu yangu. Amekushinda. Sifa zote si mnafanya nasikia mnafanya. Rudi. Sawa. Haiwezekani. Yaani mimi nakaa nakula kwa starehe. Na kuchukua wewe ujiongeze maisha hapa. Unatoka huko ina maana sasa wewe ulikosokoswa. Yaani baba na mama waliwahi wewe ndio maana yaani Mimi nimekuelewa. Kama ndio hivyo ina shida. Mimi nitaelewa mimi. Nakupenda sana mpenzi wangu. Usijali. Mimi bado niko pamoja na wewe. Nakupenda sana. Haina shida, mimi niko nyumbani na kusubiri. Nyumba nzima analalamika. Kafukuzwa na kaka yake kwa ajili ya uchawi. Nyumba nzima anamlalamika yeye. Ndio maana nimekuja. Yaani mimi nitakwangu sina mengi, ila nimekuita kutokana na maelezo ya binti mwenyewe.
na nimekuita ili nipate uhakika wa kile alichonieleza. Je, ni kweli? Yaani kwamba kifupi mimi nikutia wasiwasi tu. Yaani nilichokueleza huyo. Kitu hivyo hivyo. Yaani hivyo hivyo. Sawa, haina shida. Mimi siwezi kuwa na kipingamizi. Eti naanza kukaa ugumu hivi na hivi, hapana. Safari ambayo mnaianza uko mbele, Mungu anaweza akatia shani zake mkafanya ile jambo la hili ambalo linalotakiwa. Mimi siwezi kuwazuia. Ila labda nikuulize swali moja. Huyu binti alisafiri anaenda zake Dar es Salaam. Amerudi hivi karibuni tu. Katika kurudi kwake kuna hali ambayo amerudi nayo. Je, amekuweka wazi? Huko kwamba ni kweli. Lakini kanielezea kila kitu. Na mimi nikaona haina shida. Nimelipokea. Nitaishi naye. Yaani nimekubali. Basi haina shida. Mimi niseme tu nashukuru. Na nakushukuru na wewe pia kwa kuitika wito ya kusikiliza. Mimi sina kipingamizi, niseme tu na waruhusu. Mwake nini kumbe na yeye mchawi. Si yule wazazi wao? Vipi ndugu zangu? Tunatishana bwana mambo kama hayo. Vipi Christian? Wewe jua hamna kitu, twende nyumbani. Hamna kitu wakati mnakimbia rafiki yangu mkuku. Hamna kitu, wewe twende tu. Hamna kitu. Twende bwana ni. Twende nyumbani bwana. Sio twende kwa sababu nakueleni kabisa kwamba kuna kitu mnacho. Niambieni bwana. Hamna kitu nini. Wewe twende. Twende nyumbani. Mambo mengine tunatiana pressure ndugu zangu bila kuona bure. Hasa kama basikeli pale mkubwa si yupo. Wewe Isa unashindwa kumwambia bibi mkubwa kwa basikeli. Bibi mkubwa alikuwa na kazi zake pale, alikuwa na paswa kuni. Mimi ningefanya nini? Hasa kwa mfano mimi ningekuwa sipo. Tujui vlog ndio utakuwepo. Hivi tunajua kabisa maeneo yako hapa. Hii speed unaona hivi tunakuja hapo kijiweni na ndio utakuwa. Hapo mimi naona kama hamna kitu. Basi kama basikeli twende. Sasa ndio. Mungu atakusaidia.
msaada kwa ajili yangu. Kwani umeamua kutoa maisha yako kiasi? Baba, najua ni makosa yangu. Ona leo nakosa msaada. Ona leo nakuwa naye nini? Mimi sikuchukia hata kidogo. Tambua mimi hata kama jina kwa mtu yote, pia wewe inaridhika. Mimi wewe ndio kila kitu katika maisha yangu. Tangu tuamke mwanangu, njaa tu mwanangu. Nasikia njaa hatari. Unajua, sikiliza mwanangu. Muone unajue siku zote. Yaani halali na njaa ila anachelewa kula. Sio kuchelewa kula mangiva. Njaa haina bounce mwanangu. Sijione hivyo sababu unakatakata kumi usiku utapikia nini? Hapo maisha yangu nishachoka. Town mjini hakuna maisha kama hayo. Sasa mjini mwanangu sharumbua majuisi mengi sana. Alafu kule la ukizoeana na jirani yako na shida. Sana tu. Asikiliza. Acha kwa na maisha laini. Alafu sitoshe huko mjini wenyewe fadha kakaza. Fadha mwache akaze wewe sana ubinafsi. Sikia mwanangu. Kwa maisha haya huko kijijini, ukitoka hapa nyumba ipo kule. Ukikaa hapa nyumba ipo huko maana magharibi. Wewe unafikiri utaishi. Lazima maisha ya magumu. Kwa vipi za mandingi? Mchongo. Kama kawaida ndio tupo hapa tunafanya harakati tuko mchongo wa chai. Vipi? Mbona vipi mambo kwa kidogo pale jana mwanangu umeondoka afya yangu unataka kuniaga kwangu. Mwanangu ndio jana ilikuwa sio poa, kulikuwa na chula alafu chula yenyewe chula ya kizungu bana. Mademu huyu. Mimi unajua mama ananiuliza town. Nini? Nataka niingie town mwanangu, mimi maisha kama mimi nishachoka kila siku. Kaka unakuwa kula miogo nini, mimi nishachoka. Hivi unataka nirudi town? Usidanganye ndugu yangu. Ola huku mwanangu amani ipo. Wewe unafikiri vumbi la mjini unalionaje? Unaweza kuishi kule mwanangu kakizi mahitaji yako. Sasa kama mjomba kwenda passport mjomba, hii nchi yako ya Tanzania unaenda wapi na passport? Sio passport hiyo babu, passport pesa. Oya sikilizeni wanangu. Hapo nyie kuna virumbana kwamba amtengeneze mada yoyote. Hapa cha msingi tunafanyaje kuhusu masuala ya msosi? Sio mnalumbana tu mada zingine zina msingi. Ndio mwambie mwanao. Mjini amani. Mjomba kule kaeka wigo. Ndio mwambie. Brother Mandingo. Kuna dogo nduta. Dogo langu hapa. Sawa sawa. Kama kawaida tunaona mazingira fresh.
Vipi bwana? Safi. Mbona mapema asubuhi? Kawaida tu. Una issue gani? Hamna. Kawaida. Kuna mpya? Sasa nitakosaje mpya? Wiki mpya baba mdogo. Umesikia kama nini yule anaumwa? Nini yule siku mbili zimuona taje na godoro umemuona? Kweli jana hatujamuona ujue. Anaumwa. Kwa tatizo kubwa nini? Itakuwa ni yule demu wake. Afu yule wanangu sikilizeni yule. Yule wanangu yule demu wake yule. Sawa, anataka kulipiza kisasi. Hasa cha msingi na cha sekondari yule mwenyewe tunamkanyagia safi. Safi. Ndio mwanangu apotee kama alivyopotea baba yake. Sikiliza dogo nduta wewe hujui kitu mwanangu. Kwa sababu wenyewe ndio tulifanya nayo michongo. Wewe unafikiri tukimtoa demu wake itakuwaje, atatuharibia hapa? Na kitu hicho sio mwanangu, unataka tuishi wapi? Wewe jinsi hapo jisikia vibaya, sisi tutaishi vipi? Mbona mawazo mengine unajua? Kwani kwa nini si mshikaji wetu? Kwani tukifanya yeye atufanya nini sisi? Wewe kufanya kitu kibaya mwenzio mbele ya mapenzi, mwenzio kapenda. Sasa vipi huyu? Yaani kama kapenda mtu mchawi eti kama mtu mchawi, sasa kama kapenda ndio atatuharibia tu, lazima tumia bwana. Wabla za mandingo. Ujue nini tushafanya dili naye nyingi sana ujue. Isitoshe nini kama anatuchoma sisi tunaenda naye. Sio tatizo mbele ya hili. Safi tu. Wanangu wewe sikiliza, acha uoga kijinga bwana. Sio kama mimi muoga, mimi kazi naifanya lakini ngoja hichi kijiji chenyewe wote wanatujua kama sisi sio kina nani. Mimi nawafikiria karibu nini? Fresh. Mimi sio kama wewe unayumba naye sana. Sio mimi kwamba siwezi kuifanya kazi na wewe, lakini sasa natetea uraia wangu, utaweka wapi pindi yeni akiumia pale? Wewe bwana kijijini anakonda nani bwana wewe, atakufanya sisi ndio makontao huko. Baridi fresh. Nayumba. Pamoja au sio? Lazima uweke baridi masem. Kama familia tu show. Kila kitu wangu. Nini unataka kufanya tena? Haya sio maamuzi. Nini Mariam? Ustahili kusema hivyo kabisa. Tambua huku unapoendea ni kumkufuru Mungu. Huku ni kumkufuru Mungu. Haya yote ameyapanga yeye Mwenyezi Mungu. Wewe unataka kukata tamaa kiasi kama hicho? Tambua kitu kingine. Mbona nao mtoto anataka kumpeleka wapi? Nakuomba kitu kimoja Maria. Nisikilize mimi. Mimi niko tayari kwa lolote. Niko tayari kwa lolote lile. Na huyu mtoto mimi nitamlea. Tena nakuhakikishia kabisa tutakuwa na maisha kama yale ambayo unaweza kuyapitia kipindi uko huko. Tutakuwa na maisha mazuri tu. Nipe mimi fursa na niachie mimi. Na kuahidi mama. Usiyawaze hayo mengine. Usiyawaze kabisa yani.
Yesu ngo yangu wewe. Mke wangu. Yaani kumbe mimi natoka. Wewe unakaa. Yaani unakaa. Natoka unakaa. Unakaa tu. Alioka. Ukai kwa sababu imekuwa bahati hii 12:30. Ile mida yetu ya saa 3 usiku unajua mimi ndo narudi na sasa umeikosa. 12 imeingia na umekaa. Sasa kama leo unakaa na leo kai. Hapo kai. Leo kai. Gani wewe? Ukika isokunjo. Mimi najua mke wangu ananipenda. Naenda, narudi, tunakula, tunalala. Ndio maisha. Nini sasa hivi? Hiyo kitu gani? Samira nini? Hii hujui nini? Hiyo unajua nini? Ya unajua hiyo nini? Ila hiyo hujui nini? Nyanyua, toka. Kilichobakia kamwambie baba yako kanifukuza. Aje Unajua mwenye mama nao tofauti. Mimi nayo tofauti. Nakwambiaje ile kulala na wewe? Mnajilaumu mpaka sasa hivi. Sijui ni kwa kula kachori, sijui kwa kula sambusa, kama la kula kucha au nywele. Wewe leo kama kusamehe, wema. Toka! Wewe kusanya tu. Kusanya tu. Kusanya ni sioni kusanya. Kusanya ni sioni lakini toka. Maelezo, maongezi kamwambie baba yako kanifukuza. Sijui kosa langu. Yeye anauliza. So wewe toka. Nasemaje? Mawazo, maongezi kamwambie baba yako kosa lako ulijui toka. Unasema unajua. Shika vizuri. Shika vizuri, chukua vizuri, enda nao vizuri. Shika vizuri, chukua vizuri. Chukua. Hiyo ni hapo. Usiache. Mke wangu. Yaani mama nakuomba usiache chukua. Nakuomba mke wangu. Chukua. Na hii nyingine umesahau. Chukua. Na hii chukua. Ayo kana. So yangu. Naka sibai. Kwa chukua ina.
Hii kimya polo kijijini hapa. Nani naye? Mimi ni kijana wa kijijini hapa, tumeishi muda mrefu sana tukia kwa hivi na mali hapa. Nafunga nini nakusubiri. Tuondoke. Baka sasa hivi. Wewe shemeji yangu. Mimi sasa hivi ndo shemeji yako maana ndo tunaishi naye dadako. Yaani Mungu unamtaka yeye. Sasa hivi pale yupo nyumbani kwangu mimi. Unaye? Ndio nipo naye tu. Mzee, nakuja kuchukua sasa hivi vitu vyangu. Haya, asante. Mimi. Miriam.